nika present solution inayohusiana na hizi changamoto. Na solution kubwa ni transformation. Tutoke kwenye mfumo wa kizamani tuende kwenye mfumo wa kisasa, ambao mfumo wa kisasa unaenda kutibu maradhi yote ambayo yalikuwa yanaonekana huko nyuma. Na presentation yangu kipande cha 3 ni kuonyesha success story ya klabu ya Young Africans, ambayo baada ya kufanya mabadiliko yake na kuyapitisha kwenye tiba mwaka 2021 tarehe 14 Disemba, imeanza kuona matunda ya mabadiliko hayo kwenye klabu ya Young Africans. Kwa hiyo kipande cha 3 cha presentation kikaonyesha success story ya Young Africans. Yanga wakati akifanya mabadiliko tulikuwa tunapata mapato yanayotokana na wanachama ya kiasi cha shilingi milioni 10 kwa mwaka. Lakini leo tunazungumzia 1.3 1.4 kwa mwaka. Maana yake mfumo umetibu fan engagement process ambayo sisi tunaiona kabisa Tanzania na Afrika nzima ina potential ya mashabiki, lakini kama hakuna mfumo unaoweza kuwafanya mashabiki wakalipa ada wakachangia klabu yao, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hayo ni matunda transformation ambayo Yanga ilipata. Katoa mfano wa pili wa sponsorship. Yanga wakati ule ilikuwa na wadhamini 3, leo ina wadhamini ambao katika baada ya transformation wa kila namna. Tuna betting company ambayo imeendelea kuwepo, tuna media ambazo Azam tuthamini, tuna tourism, tuna Visit Zanzibar, tunayo makampuni mbalimbali ya automobile. Tuna kampuni inaitwa Karimjee ambayo kupitia pikipiki zake za Hero tulikuwa tunafanya nao udhamini. Tumeweza kuvutia wadhamini wengi zaidi baada ya kuwa na mfumo sahihi. Kwa hiyo nikaweka success story ya Africans ya transformation yake, na mpaka tulipofika tunaendelea kufanikiwa, na sio kama tumefika mwisho, bado kutoka kuna hatua kubwa za maendeleo. Kwa hiyo ndio ilikuwa story fupi ya kuhusiana na ile tukio la jana. Labda kwa kumalizia, kama binafsi sasa, kama Hersi Said, unajisikiaje kuona kile ambacho ulikuwa unakiwaza kimekuja kwa ukubwa, kwa maana dunia inaweza kupata historia na namna ambavyo mabadiliko yametokea katika klabu ambayo naweza kusema walikuwa ni sleeping giant wakati tunaingia kipindi kile? Simba walikuwa pekee ndio wanawakilisha nchi kimataifa, lakini sasa hivi kipengele muhimu cha ushindani nacho kimeingia ndani ya timu ya Yanga, ukienda mfulizo katika group stage kwenye upande wa michuano ya ligi ya mabingwa. Kwanza unakosea ukisema Simba ilikuwa inawakilisha kimataifa pekee. Hiyo sio kweli. Yanga ilikuwa na uwakilishi mkubwa kwenye mashindano ya kimataifa kuliko Simba. Na naweza kusema Simba wamefanikiwa